Je, unajua mwonekano ulionao ni zaidi ya jinsi ulivyo? Mwonekano wa viungo vyako, mwonekano wa maisha yako, mwonekano wa jinsi ulivyo popote pale, kwamba ni zaidi ya jinsi hivyo ulivyo. Basi kuhusu yote hayo na kwa nini, fuatana nami katika somo hili kutoka kwa Andegunyu ninayezungumza kuhusu ufalme wa pumziko. Popote pale ulipo, chochote kinachoitwa ufalme ni lazima kiwe na mwonekano. Chochote kinachoitwa ni ufalme ni lazima kiwe na mwonekano wenye umbo, na ule mwonekano wenye umbo ndipo hupatiwa jina na kuitwa kwa jina fulani, na kufanya popote pale ulipo, jinsi ulivyo katika mwonekano huu ulionao ni zaidi ya hivyo ulivyo. Ni mwanamke, ni mwanamume, ni mtoto, ni kijiji, ni taifa, ni dini, ni dhehebu, ni wewe. Popote pale ulipo, mwonekano huu ulionao ni zaidi ya hivyo. Unaonekana ni mgonjwa, lakini wewe ni zaidi ya mgonjwa, ikimaanisha kwamba hata uzima ni wako. Unaonekana wewe si wa kupata watoto, lakini mwonekano huo ni zaidi ya hivyo unavyoonekana, kwa kuwa wewe hata watoto ni sehemu yako. Unaonekana una saratani, lakini saratani hiyo ni zaidi ya hivyo, ikimaanisha kwamba hata uponyaji ni wako. Unaonekana katika jinsi hiyo ya umaskini, lakini nakwambia hata umaskini huo, mwonekano wa umaskini huo ni zaidi ya umaskini, nikimaanisha kwamba hata utajiri ni wako. Haijalishi uko wapi. Ndio maana nimekwambia kwamba jinsi ulivyo ni zaidi ya ulivyo. Na kufanya katika somo hili linalohusu ufalme wa pumziko. Ulikuwa ni mgonjwa, ukasema mwonekano ni huo tu. Leo hii unapokea uponyaji na ukajua kwamba kumbe wewe hata uponyaji ni wako. Ulikuwa upati mke, unapata mke. Ulikuwa upati mume, unapata mume. Ulikuwa upati utajiri, unapata utajiri. Ulijiona kwamba wewe ni maskini tu, lakini leo umaskini huu ni zaidi ya jinsi unavyoonekana, ikimaanisha kwamba hata utajiri ni mwonekano wako. Ulikuwa tasa, kiziwi, kipofu, ukajua wewe mwonekano ni wa ukipofu tu huo, lakini ni zaidi ya upofu, ikimaanisha hata kuona, hata kusikia, hata kuongea, hata kutembea, hata kuunga viungo vyako, hata kutajirika, hata kufungua biashara, hata kupata kazi, ni mwonekano wako wewe popote pale ulipo. Na kufanya haijalishi uko wapi. Kabla ya somo hili kuisha, maskini unapokea utajiri, kipofu unapokea, utakuwa umepokea kuona, ambaye huna kizazi utakuwa umepokea kizazi, ambaye huwezi kutembea utakuwa umepata uwezo wa kutembea,
uliyekuwa umevunjika, viungo vyako vinaunga, uliyekuwa hauna viungo baadhi katika mwili wako vinarudi, ulikuwa huwezi chochote, unaanza kuweza, ulikuwa huna uweza wa kushika fedha hizo kabla ya somo hili kuisha. Utazitazama hapo ulipo. Ulikuwa hujui muujiza ni nini, utaanza kupokea. Haulikuwa hujui baraka ni nini, umezoea katika mwonekano wa laana. Laana hiyo ni zaidi ya jinsi ilivyo, ikimaanisha kwamba hata baraka ni mwonekano wako wewe. Kwa hiyo usijali, fuatana na mimi popote pale ulipo. Mwonekano wa chochote ndio ulio ufalme wa chochote, na kufanya kwamba popote pale ulipo, mwonekano wowote ndio mwili, na kama ni mwili una viungo vyake. Mwonekano wowote ndio ufalme, yani mwili wa ufalme, na kama ni mwili wa ufalme, basi huo mwili una viungo. Ndivyo ilivyo hapo ulipo. Jinsi ulivyo hapo mwanamume ni zaidi ya jinsi hivyo unavyojitazama. Hako unakojitazama ni kakiungo tu kawe mwanamume. Hako unakojitazama ni kakiungo tu kawe mwanamke. Hako unajitazama ni kasehemu tu kako wewe mtu. Ila wewe mwonekano wako ni zaidi ya hivyo ulivyo. Una viungo vyako. Wewe tajiri una viungo vyako. Wewe masikini katika mwonekano huu una viungo vyako. Wewe uliye mtoto katika utoto huu una viungo vyako. Wewe uliye popote pale katika jinsi yoyote, saratani hiyo, kansa hiyo, shinikizo la damu hilo, kuvunjika kwa mifupa huko, una viungo. Popote ulipo, pasipo kujalisha uko wapi, una viungo vyako. Kwa mfano, utazame mwili wako jinsi ulivyo, huo jinsi ulivyo na viungo, na kufanya popote unaposhika unakuta pana jina lake kwamba huu ni mguu. Lakini mguu huo si kwamba ndio mwisho wake unavyoonekana, kwa kuwa mguu huo una viungo. Ndio maana hata katika mguu ukishika tena utakuta pana jina lingine la kiungo, na hiyo ndio sababu inayofanya mguu usiwe kama jinsi vile ulivyo, uwe ni zaidi ya ulivyo, kwa kuwa una viungo vyake, na kila kiungo chake kina jina lake, na si jina lingine bali ni mguu. Na kilicho viungo vya mguu huo ulionao, utakuta kuna mkono, kuna kiuno, kuna kichwa, kuna macho, kuna vyote katika mwili wako huo. Vyote hivyo ni viungo vya mguu, ndio maana vimeungana na mguu. Kama ni viungo vya mguu vilivyoungana na mguu, navyo ni mguu, pasipo kujalisha jina lake ni lipi. Ndivyo ilivyo popote pale ulipo, kwamba ufalme, mwonekano wa pumziko una viungo, na kufanya popote pale ulipo na wewe una viungo.
Ndio maana wewe ni zaidi ya hapo ulipo. Wewe ni zaidi ya hivyo ulivyo. Wewe ni zaidi ya umaskini huu ulionao. Je, na viungo vyako ni vipi? Ukiwa hivyo, popote pale ulipo, viungo vyako wewe ni chochote kile kilichokuzunguka, kipo kwa kuwa kimeungana na wewe. Narudia tena hapa, na kilicho kiungo chako hapo ulipo, cha jinsi ulivyo hapo, katika jina hilo ulilo nalo, masikini, mgonjwa, mwenye laana, ni chochote, ni yoyote, pasipo kujalisha ni nini kilichokuzunguka, kilichopo popote pale kilipo, kwa kuwa kipo, kwa kuwa kimeungana na wewe, kimaanisha ni kiungo chako. Utajiri ni kiungo chako wewe maskini, ikimaanisha hata utajiri huu bado ni maskini. Popote pale ulipo, chochote kile, nyumba hiyo unaitaka, mafanikio hayo unayataka, chochote kile unachokitaka, unachokitafuta, tambua leo ni kiungo chako. Na baada ya kujua hicho ni kiungo chako, hakina namna ya kukutumikia, ya chochote kinachofanya kufanya kwa ajili yako, kwa kuwa kimeungana na wewe. Kwa hiyo, kwa nini ufalme wa pumziko? Na kabla ya hapa, somo la leo haukuitwa ufalme wa pumziko, haukuwa na pumziko, kwa kuwa haukujua viungo vyako vyote. Wewe mtoto hapo ulijua viungo vyako wewe ni baba na mama tu, imeisha. Lakini kumbe hata babu, bibi, ndugu, wanyama, samaki, mimea, miti, taifa, kijiji, dunia, mbingu na vyote vilivyo katika uwepo wowote, kwamba ni viungo vyako wewe mtoto. Ni viungo vyako, ikimaanisha vyote hivyo ni wewe mtoto. Vyote hivyo ni wewe mtoto. Kwa kukosa kujua viungo vyako, uliitwa haujakamilika, kwa kuwa kuna viungo vingine havipo. Ndio maana popote pale ulipo, upo unatafuta pumziko, unatafuta viungo vyako, na hiyo ndio inakufanya kwamba chochote kile nje ya pumziko, kuwa na viungo vyote, kuvijua viungo vyote, hakina pumziko, hakijakamilika. Ila vyote vilivyo katika pumziko vimekamilika. Na ufalme wa pumziko ni ufalme ulio na umbo lenye mwonekano wa viungo vyote, ikimaanisha kwamba chochote chenye lengo ni kiungo cha pumziko. Lengo lolote ni kiungo cha pumziko, ikimaanisha ni pumziko. Haijalishi hilo lengo likoje, ni vita, ni amani, ni utulivu, ni utajiri, ni umaskini, ni sayari, ni anga, ni roho, ni mila, ni desturi, ni chochote kile katika jina lolote, kwa kujua au kutambua kwako, hicho ni kiungo cha pumziko. Na kufanya, haijalishi umegusa wapi,
hicho ni kiungo cha pumziko, ikimaanisha kwa kuwa tu na sura ya lengo lolote, hicho kikiwa ni lengo lolote, basi hicho ndicho kilicho kiungo cha pumziko, ikimaanisha cha ufalme wa pumziko, muonekano wa pumziko. Haijalishi utakuwa umeshika wapi, haijalishi utakuwa umeona nini, chochote kile, iwe ni sayari gani, iwe unafikirika, iwe umeiona, iwe unaota, iwe vyovyote vile, iliyoandikwa, yaliyopita, yaliyopo, yajayo, yote yana umbo. Ni roho inayo umbo, ina neno, inayo mwonekano, na mwonekano huu unaitwa mwonekano wa lengo. Na kwa jinsi ya kuwa na lengo, huo mwonekano ndio unaoitwa pumziko au kiungo cha pumziko. Na hiyo ndio sababu imeitwa pumziko, ufalme wa pumziko, kwa kuwa unavyo viungo vyote, haujapoteza kiungo chochote, na kusema yule sio wa pumziko. Anavyoonekana yule sio wa pumziko, kwa matendo yale sio wa pumziko, ila katika jinsi ya chochote kuwa ni mwonekano wa lengo, ni wa pumziko, pasipo kujalisha anaonekana vipi. Ndio maana hata wewe popote pale ulipo ni wa pumziko. Pumziko ni halali yako, na pumziko ni halali yako kwa wewe kuwa katika mwonekano mmoja wa vitu vyote, pasipo kutoa chochote, kwamba kwa kuwa wewe umezaliwa hapo, kwamba kijiji kile sio kiungo chako, ila katika pumziko ninakwambia chochote unachokiona, haijalishi ni vita, haijalishi tabia gani, haijalishi ni nani, haijalishi jina lolote, ni kiungo cha maisha yako. Ndio maana kipo. Chochote kilicho na lengo ni kiungo cha maisha yako, ni kiungo cha jinsi ulivyo hapo ulipo. Ndio maana inakushangaza hapo hapo yule anakwambia I see wewe ni maskini sana. Hapo hapo haujafumba jicho lako, yule anakwambia ningetamani niwe kama wewe katika hali hiyo ya utajiri. Unajiuliza, umaskini uko vipi na utajiri uko vipi? Na kupata jibu kwamba katika pumziko ni kwamba masikini ni yoyote mwenye lengo ni masikini, yoyote mwenye lengo ni tajiri, yoyote aliye na mwonekano wa lengo ni mwanamke wa pumziko, ni mwanamume wa pumziko, ni taifa la pumziko, ni kijiji cha pumziko, ni popote pale cha pumziko. Ndio uko masikini kwa sababu ya utajiri, ikimaanisha utajiri ndio sababu ya wewe kuwepo, na utajiri huu ndio uko na wewe ukikutumikia siku zote. Kama ulivyo mwanamume, wewe ni mwanamume kwa sababu ya mwanamke. Mwonekano wa mwanamke ndio sababu ya wewe kuwa hivyo, lakini hata wewe bado ni kiungo cha mwanamke, hata mwanamke bado ni kiungo chako, ikimaanisha hao wote ni viungo vyako. Na ndio maana mwisho wa siku kupata jibu, wewe kwa hivyo ni sababu ya pumziko, yani lengo. Haijalishi uko wapi, umepokea pumziko la umaskini, pumziko la utajiri, pumziko la ugonjwa, pumziko la kukosa kazi, pumziko la huzuni,
pumziko la masikitiko, pumziko la kifo, pumziko la roho yako, pumziko la mauti, pumziko la mila na desturi, pumziko lako katika nyanja zote za maisha yako umepokea leo, popote pale ulipo. Pumziko lako popote pale, pasipo kujalisha ni wapi, sasa hivi nimeliachilia hapo ulipo popote. Ni mgonjwa, umepokea uponyaji sasa hivi. Ni uliyevunjika, umepokea mifupa iliyoanguka sasa hivi. Uliokosa kizazi, umepokea kizazi sasa hivi. Uliotolewa kizazi, kizazi chako kimerudishwa. Popote pale ulipo, umerejeshwa katika jinsi, katika nyanja zote za maisha, lile hitaji lako. Na leo ujue kwamba wewe ni zaidi ya hivyo ulivyo. Mwanamke ni ufalme, ni zaidi ya jinsi ulivyo. Hata mwanamume aliye mbele yako, huyo ni kiungo chako. Kwa nini ni mwanamke? Kwa sababu yake, kwa sababu mwonekano wa kiungo hicho ndio iliyofanya wewe ukawa hivyo na kufanya kiungo hicho kikutumikie. Hakuna kitu chochote kitaacha kukutumikia. Haijalishi utakuwa wapi, anga, mbingu, dunia, kila roho, pasipo kujalisha ni roho ipi. Vita, masikitiko, manyanyaso, chochote kile kinaanza kukutumikia hapo ulipo. Ni cha ufalme wako, ni viungo vya mwili wako. Usikishangae kwa nini kiko hivyo, ni kwa sababu yako wewe uko hivyo, ndio maana kiko hivyo. Na hata sasa, chochote cha hitaji la popote pale ulipo kimekuwa kwako, tena si kuwa kwako tu, bali kiko na wewe katika pumziko. Unachokipokea chochote kile kutoka katika pumziko ni cha pumziko, kwamba hakuna yoyote ambaye hajahusika. Hakuna lengo lolote ambalo halijahusika wewe kupokea utajiri leo. Awe ni adui yako, awe ni anapigana vita nawe, awe unamchukia, awe ni maskini, awe siojiweza, ambaye katika pumziko hili hakuna yoyote ambaye hajahusika kukupa pumziko hapo ulipo, kukupatia pumziko hapo ulipo, pasipo kujalisha wapi. Utajiri wa pumziko, mafanikio ya pumziko, uponyaji wa pumziko, na chochote kile cha pumziko ambacho hufanya hicho cha pumziko utakachokipokea, hautakaa ukae tena utafute pumziko, bali chochote kile popote pale kilipo kitakuja kukaa katika pumziko hilo. Basi nimalize kwa kusema kwamba jinsi ulivyo hivyo ni zaidi ya jinsi ulivyo, kwa kuwa mwonekano wako huo ndio ufalme, na ufalme wote una taasisi. Mwonekano wako huu ulio nao ndio mwili, na kila mwili una viungo vya mwili, na popote pale utakaposhika ni mwili, na ndivyo ilivyo kwako. Chochote kilichokuzunguka, chochote kilichopo ni kiungo cha mwili wako, ni kiungo cha jinsi ya mwonekano ulionao hapo ulipo. Ndio maana kiko na wewe, kwani kimeungana na wewe. Na kwa kuwa ni kiungo cha mwili wako, basi nacho hicho ni wewe, ikimaanisha ni cha jina lako wewe. Kama ni masikini, chochote unachokiona ni masikini. Kama ni tajiri, chochote kile unachokiona ni utajiri, pasipo kujalisha jina liye gani na jambo gani. Na kufanya popote pale unaonekana masikini, sawa na sehemu husika, kwa kazi husika na utaratibu husika, na popote pale unaonekana tajiri huyo huyo, sawa na sehemu husika, kazi husika na majukumu husika. Kama ilivyo katika mwili wako, unapotembea muda fulani unaonekana goti lako limekunjwa, sawa na sehemu husika na nyakati husika. Muda goti limenyoka, sawa na sehemu husika. Umekaa, umesimama,
umelala sawa na sehemu husika, ndivyo popote pale ulipo upo sawa sawa na sehemu husika kwa shughuli na kazi husika, lakini vyote unavyovitambua, unavyovitazama ni viungo vya mwili wako. Ndio maana imeitwa pumziko na kufanya, haijalishi ni maskini ni tajiri, vyote vinakuja kukaa katika pumziko hilo la umaskini hapo ulipo, na kupata pumziko la jinsi vile ulivyo. Utajiri unakaa hapo, mafanikio yanakaa hapo, wazazi, mke, uponyaji, muujiza, popote pale ulipo, pasipo kujalisha ni wapi. Nimeachilia pumziko hili, uponyaji wa pumziko, mafanikio ya pumziko, mke wa pumziko, ustaarabu wa pumziko. Popote pale ulipo umepokea pumziko. Ni mgonjwa, umepokea uponyaji wa pumziko. Ulikuwa huzai, umepokea uzao wa pumziko. Ulikuwa ni kipofu, umepokea uono wa pumziko. Macho ya pumziko umepokea. Ulikuwa ni kiziwi, umepokea kinywa cha pumziko, unaanza kuzungumza. Ulikuwa popote pale ulipo, pasipo kujalisha wapi. Nimeachilia pumziko katika mwili wako, nimeachilia pumziko katika muonekano wako, nimeachilia pumziko popote pale ulipo, haijalishi wapi. Ulikuwa utembei, nyenyuka, anza kutembea. Umeshapokea kutembea. Ulikuwa uone, anza kutazama. Ulikuwa uzai, umeanza kuzaa. Ulikuwa popote pale ulipo, nyenyuka, inuka, anza kuishi na ufurahie muonekano wa jinsi ulivyo, kwani ndio ufalme ambao jinsi ulivyo hivyo ni zaidi ya hivyo, na kile ambacho ni zaidi ya hivyo ni vile viungo vyako ulivyo navyo ambavyo ni wewe popote pale ulipo, na huo ndio unaoitwa ufalme wa pumziko. Basi usisahau kusubscribe channel hii ya Andy Mwinyi na kuwasha kengele ya taarifa kwa ajili ya masomo zaidi ya pumziko, au kwa ajili ya pumziko lako popote pale ulipo, kwani nje ya pumziko hujakamilika, ila ndani ya pumziko umekamilika, na chochote unachokipata ndani ya pumziko kimekamilika, na chochote kile hufuata hapo na kukaa hapo katika pumziko ya hicho ulicho nacho. Basi nimalizie kwa kusema hivi, haijalishi ni nani, haijalishi uko wapi, leo hii tukutane katika sanduku la maoni. Uniambie nini umepokea, umeonaje somo la leo, ulikuwaje kabla ya leo, na leo umekuwaje? Je, umevijua viungo vyako? Basi nishi hapa na kusema umepokea pumziko na katika kila nyanja za maisha yako, na limekuwa kwako.